Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nichukue nafasi hii ya kumshukuru Mungu ajili ya kupata nafasi hii ya kuja kuhudumu pamoja nanyi. Nilipopewa ujumbe huu kwamba nakuja kusimama huku, nilijiuliza maswali mengi sana, sababu najua hapa kuna watumishi wa Mungu waliotutangulia, tena ambao Mungu amempaka mafuta kirefu tu. Kwa nikana nawaza sana, nilitaka kuahirisha safari hii, lakini nikasema ngoja nijipe moyo huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nije nikakutane na ndugu zangu. Ni Jumapili ya pili ya mwaka 2026. Basi kwa wale ambao tujaonana, naamini watu wengi hatujaonana, nikisema heri ya mwaka mpya si vibaya ukasema asante. Amen. Herini ya mwaka mpya wapendwa. Mungu awabariki sana katika hilo. Tumepewa ujumbe kutoka kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 15 na kuanzia ule mstari wa 22 tu. Naomba nisome maneno haya kama yalivyoandikwa. Nasema, naye Samueli akasema, je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru mno kwa ajili ya kutuchagua Mungu na kutuingiza katika mwaka 2026. Ni kwa rehema, ni kwa ajili ya upendo wako, lakini pia kuna sababu. Maana kuna wengine ambao walitamani kuona mwaka huu, lakini Mungu hawakuweza. Umetuchagua na kutuingiza kwa sababu una jambo. Na Jumapili hii ni ya pili 2026. Tumeonana katika nyumba yako Baba kwa ajili ya kuendelea kujifunza na kuimarishana katika safari hii ya kuja kwako. Roho Mtakatifu unayetujua, unajua maisha yetu, asante kwa sababu kuna ujumbe ambao unao kwa ajili yetu, kuendelea kutuonya, lakini pia kuendelea kutuelekeza na kutufundisha. Karibu katikati yetu Roho Mtakatifu, useme pamoja na watu wako kupitia kinywa changu. Najitakasa kwako Yesu, kwa damu yako nipate kibali na neema kunena mbele za watu wako Mfalme. Asante kwa ajili ya baba na mama, asante kwa ajili ya vijana wote. Bwana Yesu, karibu katikati yetu, tufundishe na kutuelekeza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naachilia nguvu zako mahali hapa Bwana, zitufunike kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ratiba hii. Ni katika jina la Yesu Kristo Baba tumeomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuna ujumbe unaosema kutii ni bora kuliko dhabihu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Dhabihu ni sadaka, lakini pia dhabihu ni aina ya sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aina tofauti za sadaka, lakini dhabihu ni sadaka. Kiini cha hili neno kutii ni bora kuliko dhabihu, chanzo chake kilikuwa ni nini? Kwa sababu alikuja tu, kuna mahali lilichipukia, au kuna sababu iliyofanya Samueli akasema hayo maneno. Tumesoma mstari mmoja tu huu wa 15, huu wa 22, lakini ukianza ule mstari wa kwanza ukiendelea utakuja kugundua kwa nini Samueli alisema yale maneno. Ule mstari wa kwanza anasema, wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti na maneno yake. Kumbe wakati Sauli
anapakwa mafuta ya kuwa mfalme katika taifa la Israeli, kwa lugha nyingine ni kama alikabidhiwa majukumu kwa ajili ya kundi hili ambalo mwamuzi wake alikuwa ni Samueli. Lakini wakati huo wana wa Israeli nao wakataka nani? Mfalme, mtu wa kuwapitia mbele. Sasa baadaye ndio Mungu anakuja kumchagua mwenyewe huyu mtu anaitwa Samueli, huyu mtu anaitwa Sauli, kumradhi. Lakini baada ya kumchagua Sauli, Mungu alimtuma Samueli kwake aende akampake mafuta. Baada ya kumpaka mafuta, ndio hapa Samueli anamwambia Sauli maneno haya. Anamwambia, wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti ya maneno yake. Yaani kwa maana nyingine, baada ya kupewa wajibu, kitu cha kwanza alichoambiwa ni kwamba unatakiwa uwe mwangalifu kusikiliza sauti, maelekezo unayoyapewa na Mungu kwa sababu ya wajibu uliopewa. Yesu asifiwe. Sasa ukiendelea kusoma kwa huo mtiririko, utagundua kwamba Mungu alizungumza na Sauli akamwambia kuna kabila linaloitwa Waamaleki, ambao hawa Waamaleki walikuwa kikwazo kikubwa kwa taifa la Israeli walipokuwa wakisafiri kutoka Misri kwenda kwenye nchi ambayo mnaishi. Kaambia hawa Waamaleki wamekuwa kikwazo na kizingiti, waliwatesa. Kwa hiyo baada ya wewe kuchaguliwa na kupakwa mafuta, mimi Mungu ninakutuma katikati ya lile taifa. Utakachoenda kukifanya ni hiki: utawakuta wakina baba na wakina mama, watoto wadogo na wanyonyao, utakuta na ng'ombe na kila kitu. Yalikuwa ndio maelekezo ya Mungu. Kawaambia ukifika kule, jambo la kwanza waue wote. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli wapendwa au si kweli? Si kweli? Sasa Sauli baada ya kupokea maelekezo, uwepo wa Mungu ulikuwa na yeye. Uso wa Mungu ulienda na Daudi na Sauli. Kwa hiyo kwenye ile hatua ya kwanza ya kwenda kuwaangamiza Waamaleki, Mungu alikuwa na yeye mpaka dakika ya mwisho. Sasa mwisho kabisa alimkamata mfalme mmoja, lakini katika kutekeleza akakutana na vitu kule, ng'ombe walionona, akakutana na mbuzi walionona na vitu vingine. Sasa yale maelekezo aliyoyapewa ghafla akayaacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana kwenye ujumbe huu kuna neno moja tu ambalo Mungu anataka kusema na wewe kwenye huu mchakato. Naweza nikafundisha maneno mengi sana, lakini kuna jambo moja tu Mungu inawezekana anataka kusema na wewe. Sasa Sauli akasahau aliambiwa nini, kaanza kuteka vitu nyara, akakusanya kabisa, akachukua akapeleka. Huyo mfalme alikuwa anaitwa Mfalme Agagi. Sasa baada ya kufanya kile kitendo, akiwa kwenye nafasi, lile jambo lilimhuzunisha sana Mungu, kwamba kwa nini nimempa mtumishi wangu maelekezo akataa kufanya, akafanya ndivyo sivyo. Jambo hili Mungu akiwa kwenye kiti chake cha enzi akasema na Samueli, akamwambia Sauli, kuna jambo amelifanya baya na ovu, limenifanya nimejuta. Kwa nini nimempaka mafuta? Samueli akaanza kulia na kuomboleza na kuomba toba na rehema kwa ajili yake. Mungu akamwambia, tayari nimeshamkataa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Sauli alipokiuka tu, Mungu alimwacha wakati ule ule, muda ule ule. Sasa kilichofanya Sauli ajue kwamba Mungu ameshaniacha au kitu nilichofanya sio sahihi, wakati ule ule Mungu akamtuma Samueli kwa Sauli. Akaenda kwa Sauli. Alipofika kwa Sauli, Sauli akaanza kumwambia, kwa kweli tunamshukuru Mungu, yale Mungu aliyotuagiza tumeyafanya, tena tumeyafanya kwa ushindi mkubwa. Samueli akamwambia, mmeyafanya kwa ushindi mkubwa? Naam. Mbona nasikia sauti
za kondoo. Nasikia kuna vitu vinalia huko nje, hivyo umevitoa wapi? Sauli akamwambia, hivyo nimevileta kwa ajili ya kuja kumtolea Mungu dhabihu. Ndilo hili neno, chimbuko lake linatokea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo, kumbe wakati Sauli anapewa maelekezo, alipaswa afuate maelekezo aliyopewa na si vinginevyo. Kwa hiyo baada ya kukiuka yale maelekezo, mara moja Mungu alimwacha. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize mtu wa Mungu, kipindi kile cha Agano la Kale, Mungu alikuwa anazungumza na watumishi wake au watu wake kupitia manabii. Kama kuna jambo ambalo taifa la Israeli walikuwa wanatakiwa wafanye, Mungu alikuwa anamuinua nabii, anamsimamisha, analeta ujumbe. Kwa nini? Kuna jambo ambalo Mungu anataka watu wake walifanye, walitekeleze. Kwa maana hiyo, kipindi kile si kipindi tunachoishi. Tunaishi kwenye agano lingine tofauti na Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi tunaishi kwenye agano la Kristo, ambalo hili agano tumeingizwa humo kwa neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Sauli alianza kupambana sana, kwa sababu baada ya Mungu kumkataa tu wakati ule, Mungu alitafuta mtu mwingine wa kukava ile nafasi. Lakini ni jambo ambalo lilichukua mchakato mrefu sana. Ni jambo ambalo Sauli alipigania ile nafasi kufa na kupona, kwa sababu ile nafasi kwanza ni nzuri, nafasi ya juu, si ndio? Nafasi ya juu ni nzuri sana, lakini wakati huu Mungu alikuwa ameshamkataa. Mungu akampaka Daudi mafuta. Kwa hiyo basi, kilichomnyang'anya Sauli nafasi aliyokuwa nayo si kwa sababu hakufanya, alifanya, lakini hakutii maelekezo aliyopewa na Mungu. Mungu alitaka aangamize kabisa kile kizazi chote, aangamize kila kitu, nchi ibaki nyeupe. Sauli sijui aliingiwa na roho ya tamaa, kwa sababu kama Mungu amekuambia uangamize kila kitu, ukaenda ukakutana na kondoo alionona, ukakutana na mang'ombe alionona, ukayachukua, maana yake ni kwamba aliingia tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Haijaandikwa, lakini nadhani ndivyo ilivyo, na sidhani kama Sauli alichukua kwa sababu kwenda kumtolea Mungu dhabihu, lakini kwa sababu tayari Samueli ameshafika kwenye malango yake, anajitetea kwamba nimechukua kwa ajili ya kwenda kumtolea Mungu dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome Samueli hiyo 15 mstari wa 7, tuone anasemaje hapa. Ule 17 anasema, Sauli akawapiga Waamaleki toka Havila uendapo Shuri unaokabili Misri, akamkamata Agagi mfalme wa Waamaleki yu hai, akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wana kondoo na chochote kilicho chema, wala hawakukubali kuangamiza, bali chochote kilichokuwa kibaya na kipovu ndicho walichokiangamiza kabisa. Kwa hiyo Sauli aliangamiza vitu vibaya, akaacha vitu ambavyo ni vinono. Kwa maana hiyo ni tamaa iliingia ndani ya Sauli. Sikiliza mtu wa Mungu, nikwambie, Mungu anapokuita na kukuweka kwenye nafasi yoyote ya utumishi, mahali popote unakotumika, aidha ni kwenye biashara, kwenye utumishi, mahali popote, tuseme mahali unakufanya kazi, lakini naomba nizungumze sana kwenye eneo la utumishi. Mungu akikuita, mara uwepo wa Mungu unakuwa juu yako, uwepo wa Mungu unakufunika. Kwa nini? Kwa sababu kuna wajibu wanaokupa wa kufanya, au kuna wajibu waliokukabidhi wa kufanya, na anataka uutekeleze kwa kiwango yeye anachokitaka, si kwa kiwango unachokitaka wewe. Kwa maana hiyo, Mungu anapokuita na kukuweka kwenye hiyo nafasi, tambua, jua kwamba uwepo wa Mungu unakufunika kukusaidia wewe kutekeleza
Mungu alichokiweka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili, kwenye ile eneo Mungu anapokutokea, jambo la pili, Mungu aliahidi kwamba hata kuacha. Anachotaka Mungu ni wewe umtii, ili utembee na yeye mpaka mwisho wa safari au mwisho wa majukumu ambayo Mungu ameyaweka katikati ya maisha yako. Kwa hiyo kitakachokufanya wewe usurvive, utembee na Mungu mpaka mwisho wa wajibu ambao Mungu ameweka kwenye maisha yako ni kitu kinachoitwa utii. Sasa nimesema kipindi cha Agano la Kale Mungu alikuwa anazungumza kupitia manabii, lakini leo Mungu anazungumza na watu wake kupitia Roho Mtakatifu pamoja na watumishi au pamoja na viongozi ambao Mungu amewasimamisha na kuwaweka mbele. Kwa nini? Kwa sababu unajua Mungu ni wa utaratibu pia. Ufalme wa Mungu hapa duniani unajengwa na watu, lakini pia Mungu ameweka utaratibu namna ambavyo ufalme wake utajengwa hapa duniani. Kwa maana hiyo basi, Roho Mtakatifu anaposema na wewe kwa habari ya majukumu ulio nayo, inawezekana ni mtumishi, mwinjilisti, mchungaji, lakini pia inawezekana wewe ni mwombaji. Mungu amekupa nafasi yote ya kutumika. Jambo la kwanza, Mungu anataka umsikilize, lakini ufanye kila ambacho ameahidi. Wapendwa wa Bwana Yesu Kristo asifiwe. Naomba tusome kitabu cha Joshua mlango wa kwanza mstari wa 8. Joshua 1 mstari wa kwanza kwa mstari ule wa 8, anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, na ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Ni maneno tunayoyafahamu, si ndio? Lakini kwa nini tunajifunza? Kwa nini tunajifunza? Mimi sijawahi kusikia kwamba kuna watu wamegraduate kujifunza elimu ya kimungu. Mimi sijawahi kusikia. Watu wao wanajifunza kila siku mpaka siku mtu anakufa. Watu wanaendelea mpaka ile siku ya kufa. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mchakato wa imani, kwenye mchakato wa utumishi tulionao, wajibu tulionao, ni kweli tunatakiwa tufanye kwa kiwango kinachotakiwa, lakini wakati mwingine utagundua kwamba watu wanataka, lakini kuna upande wa pili ambao nao hawataki tufanye kwa ukamilifu, kwa sababu tukifanya kwa ukamilifu, uwepo na utukufu wa Mungu unatufunika. Kazi za adui zinaharibika. Lakini unajua tunapokosea ni furaha pia ya shetani, kwa sababu Mungu akishatuacha shetani anapata nafasi. Shetani akipata nafasi, hauna nguvu ya kukabiliana na shetani kwa akili zako. Huna. Yaani hata kama una hela kiasi gani, huna uwezo wa kukabiliana na shetani kwa fedha, huna. Kitu ambacho kinaweza kukusaidia kukabiliana na shetani ni ule uwepo. Kitu ambacho kinaweza kukusaidia kuyatekeleza mapenzi ya Mungu kwenye utumishi ulio nao ni utii wako mbele za Mungu. Ukiwa na utii mbele za Mungu, uwepo wa Mungu unakufunika. Ule wajibu ambao umepewa unautekeleza kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Joshua anaambiwa angalia kutenda sawa sawa, kutenda sawa sawa na sheria, ili upate kufanikiwa kwenye njia zako, ndipo utakapostawi sana. Kwa hiyo kumbe kutii ni kutenda neno la Mungu, ni kulifuata neno la Mungu, ni kufanya maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukawa mtumishi wa Mungu lakini haulitii neno la Mungu. Huwezi ukawa mtumishi wa Mungu lakini ufuati maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua iko hivi, Mungu akikuacha unabaki empty, unabaki e-cupboard, unabaki box. Unajua kuna watu wameachwa na Mungu siku nyingi, wanamtumikia Mungu kiuzoefu, kama sehemu
ya kujipatia kipato, lakini ule utukufu, zile nguvu, ule uwepo wa Mungu ulishawa. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna ambavyo walipewa maelekezo wakashindwa kuyafuata. Sasa sisi ambao tunaendelea kuchuchumilia, sisi ambao tunaendelea kumfuata Kristo, maana yake Kristo anaendelea kutukumbusha kwamba ili uishie salama, maana kuna siku utafikia kikomo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku unafika kikomo. Siku unafika kikomo, je, utakuwa kwenye safari yako bado huko na Mungu? Labda niseme hivi, tarehe 29 mwezi wa 12 tulikuwa na kikao cha dharura cha watu wa eneo letu la kati, kwa sababu tulipewa wajibu wa kufanya maandalizi ya ile tarehe moja ya kukutanika. Lakini tukasema tutakutana kwenye kiwanja cha ndugu alitoa kama sadaka. Akasema, jamani, mimi nimetoa kama sadaka hiki kiwanja. Kiko pale maeneo ya Kilala kwa juu kidogo, ni kama viwanja 4 vya mpira kama mita 400-500 hapo. Tukiwa pale kwenye kile kiwanja, nikuwepo mimi na mzee Gideon na mtumishi Lema, tunapanga utaratibu namna sasa ya kuhamisha ile ibada ambayo tayari wilaya imeshaagiza tufanyie hapo. Lakini kwa sababu ya ile mazingira ya mvua, tukasema mvua ikinyesha kwenye huu udongo utataabisha watu, kwa hiyo tuhamishie, tuombe mahali tukafanyia hapo, tukiwa na yule baba aliyetupa kile kiwanja. Tumemaliza kikao saa 12 kasoro, tukapanda hivi na mzee Gideon kaenda kutuacha huko juu. Sasa nikashuka na yule mzee, ni mwalimu mstaafu, tukaenda tu tukiongea kwa habari ya ibada iliyopita ya Jumapili tarehe 29 hiyo. Tarehe 30 pana kucha, nikaendelea na majukumu yangu ya kawaida. Tarehe 30 saa 11 yule mwalimu akamwagiza mke wake, akamwambia nenda kamsalimie jirani dada mmoja, akamwandalia akampeleka, akamwagiza aende. Sasa alivyoenda yule baba wa watu akabaki pale nyumbani, akakata papai, akawa anakula ile papai. Maelezo ya mke wake, kaga ameenda amerudi, amekuta yule baba ametapika, amelala hapo kwenye kiti, alikuwa hajafa. Yule mama akapata taharuki, akaita watu. Baada ya kuita watu, wakamchukua yule baba wakampeleka hospitalini. Amefikishwa Ngwaranga, amekaa kidogo, wamemrufaa Mount Meru, wakamrudisha. Tarehe 31 saa 2:30 yule baba alifariki. Lakini tulikuwa kwenye mipango ya tarehe 1, tunakutana na wandugu tarehe 1 kwenye ibada ya kumega mkate, yeye ameshaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Ninachotaka kusema nini? Unisikilize kwa makini. Hatujaitwa wengi, kila mmoja ameitwa kwa nafsi yake kila mmoja ataitumikia nafasi yake Sauli, Mungu alimkataa akiwa kwenye kiti, hakusubiri afe. Sasa yule baba alipotamani kwenda tarehe 1 ilishindikana. Kwa hiyo ninachotaka kukwambia, Mungu huwa haletagi ujumbe kwa bahati mbaya. Inawezekana kwenye mahubiri yangu yote usinielewe, lakini nataka nikuachie neno moja: kutii, fanya mapenzi ya Mungu. Ni nini mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako? Unajua, baada ya kuzaliwa na kufanywa familia ya Mungu, kuna namna ambavyo tunatakiwa tuishi ndani ya kuwa mwanafamilia wa kimungu. Unajua, ngoja nikwambie, kuna watumishi wanatumika madhabahuni lakini ni wazinzi. Si kweli? Kuna watumishi wanatumika madhabahuni lakini ni waizi. Kuna watumishi wanaotumika madhabahuni lakini wana kiburi. Kuna watumishi kabisa wanatumika madhabahuni, ni watumishi wa Mungu lakini sio wa kweli, ni watu waongo. Sasa sisi ambao tunapata neema ya kukusanyika kama watu waliookoka na watumishi wa Mungu, umewekwa kwenye hiyo nafasi, cha kulinda kuliko kitu chochote ni kuhakikisha, je, nikimaliza leo inaenda wapi? Yaani usitumike tu kwa sababu fulani anione. Ukitumika ili fulani akuone, halafu kuna vitu vingine unavikanyaga. Yaani kuna vitu vingine hujali, maelekezo ya Mungu hujali. Unataka fulani akuone, unataka ufanye kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Ili ufanikiwe, angalia kutenda. Unapojihoji kwenye moyo wako, kwenye maisha yako, kwenye utumishi wako, je, utukufu, uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe? Kwa sababu huo mtu anajijua kulingana na njia, kulingana na maisha. Bwana Yesu asifiwe. Hivi naeleweka kweli? Bwana asifiwe. Mungu anamwambia Sauli, kutii ni bora kuliko sadaka. Najua niliandika, kuna pointi nimeziandika hapa, naomba nizisome. Kipi cha thamani kubwa mbele za Mungu kati ya sadaka na utii? Na hapa
Samueli anamwambia Sauli, kutii ni bora kuliko. Lakini ukijaribu kuangalia sadaka, si watu wanatoa sadaka, si ndio wapendwa? Hata Mungu mwenyewe alitoa sadaka. Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa. Lakini ukiendelea kwenye vitabu na vitabu utagundua kwamba Yesu alitolewa kama sadaka. Lakini hapa anasema kutii ni bora kuliko. Lakini mimi nikauliza swali, kipi cha thamani kubwa mbele za Mungu kati ya sadaka na utii? Kwa sababu hapa tumeambiwa kutii ni bora kuliko, maana yake kuna kimoja ambacho lakini vyote vinatumika mbele za nani? Kutoa sadaka ni agizo, lakini unapaswa umsikilize. Hapa Sauli alipaswa afuate maelekezo na sio sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Na sio sadaka. Sasa kuna vitu ambavyo vinatuondoa kwenye reli kwa sababu ambazo hazina msingi. Unajua Biblia inasema ndio yenu na iwe na sio, kwa sababu hayo mengine yanatoka kwa wapi? Kwa nani? Kwa yule mwovu. Na Biblia inasema tunatekwa kwa maneno ya vinywa vyetu. Mungu amekwambia fanya jambo fulani, halafu naanza kutoa siwezi. Amekuchagua wewe, nenda kafanya jambo fulani, unasema sina muda. Kwani Mungu akujua kwamba hauna muda? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, utii una nafasi kubwa sana mbele za Mungu pindi Mungu anapotoa maelekezo juu ya jambo analotaka ulifanye. Lakini jambo la pili, kwenye hilo eneo, sadaka pia nayo ina nafasi kubwa mbele za Mungu, kwa kuwa vyote yeye ndiye aliyetoa maelekezo kwa hivyo vyote viwili. Lakini utii, kusikiliza kwanza, kusikiliza Mungu amesema nini. Mungu amesema nini hapa? Wakati Elia amekutana na yule mama wa Sarepta, yule mama wa Sarepta alikuwa na unga kidogo sana, si ndio? Elia alipokuja akamwambia nenda kaniandalie chakula, yule mama alijitetea, sio? Lakini Elia akamwambia nenda kwanza. Kilichoiponya ile familia yule mama ni kutii ile sauti, nenda kwanza. Angesema ni hiki kibaba tu nilichonacho hapa, siwezi nikakuandalia, angeenda kupika ale, alafu baada ya kula afe. Lakini baada ya kutii tunakufanya vile, ukao mlango wa yeye kuendelea kuishi na familia yake. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kusemesha katika mazingira magumu kabisa. Yaani mimi nazungumza na mtumishi, sina lugha nyingine ambayo naweza nikazungumza na wewe. Mungu anaweza akazungumza na wewe katika mazingira magumu. Cha msingi Mungu anataka kuona, je, ndani unaweza kufuata maelekezo, kufuata kile alichokuagiza? Mazingira magumu. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza 13, kuna Biblia inasema kuna mtu mmoja alikuwa mtu wa Mungu. Mungu alimtuma Yerusalemu kwenye madhabahu ambayo ilikuwa imeharibiwa, imenajisiwa na mfalme Yeroboamu. Mungu akampa maelekezo, akamwambia nenda, utafanya 1, 2, 3. Alafu baada ya kufanya kile kitendo, hutakula kitu chochote njiani, usile wala usipitie mahali popote ulale. Yule bwana alienda na utukufu wa Mungu ukawa juu yake, akafanya vizuri, lakini wakati wa kurudi akakutana na mtu aliyemdanganya. Bwana Yesu asifiwe. Usifikiri kwamba ukifanya kwa asilimia, kwa kiwango kikubwa, yani ukawa mwaminifu sana mbele za Mungu, kuhakikisha kwamba unatii na kufanya na kufuata maelekezo, ukafikiri kwamba na shetani anatulia. Wapendwa, wasikilizeni niwaambie, tunaishi duniani mahali ambapo kuna falme hizi mbili, si ndio? Sijui kuna ufalme wa shetani na wa Mungu, si ndio? Kazi ya ufalme wa shetani ni kuhakikisha kwamba wanapambana na wacha Mungu, kuhakikisha kwamba hawa watu wanatoka kwenye mstari. Kwa maana hiyo, ukiona unafanya kwa kiwango, ndivyo na utukufu wa Mungu unavyoendelea kufunika, lakini ndivyo na shetani anaendelea kukufuatilia kwa karibu. Kwa nini? Kwa sababu anajua kabisa kwamba wewe unafanyika msaada wa watu walioko nyuma yako. Kwa hiyo ni kuendelea kukaza, hata kama unapita kwenye mazingira magumu, kukaza, kuendelea kumtii, kuisikiliza sauti ya Mungu na kuendelea kuitii, kuisikiliza sauti ya Mungu na kuendelea kufuata maelekezo katika safari ya wokovu uliopewa na Mungu. Sasa nilisema kwamba yule baba alitamani, lakini safari yake ikaishia hapo. Hakuna mtu anayejua kesho yake. Hakuna kweli. Hakuna. Yaani hakuna. Cha kulinda, unamalizaje safari, ndugu? Bwana Yesu asifiwe. Najua mimi najiuliza, siku namaliza safari, kwa sababu si ni mashahidi, wanakufa wazee, wanakufa vijana, wanakufa na watoto. Si kweli? Wanakufa watu waliokoka na watumishi. Hao jamani, naongea uongo. Si kweli? Wanakufa watu waliokoka. Narudia tena,
Epuka Mungu kukuacha kwenye safari ya wokovu. Mungu atakusemesha kupitia viongozi. Narudia tena, kupitia Roho Mtakatifu. Unajua Roho Mtakatifu anaweza kanitumia kukusemesha, au Roho Mtakatifu anaweza kukusemesha ukawa mkaidi, ukasema hii ni sauti ya nafsi. Lakini Mungu anaweza kanitumia kukusemesha kwamba ndugu, achana na hiyo njia. Wandugu hawakaagi hivyo, watu waliookoka hawakaagi hivyo, hawaishi hivyo. Roho Mtakatifu amekusemesha, akasema haya ni mawazo yangu. Sasa Mungu anamuinua mtu kwamba wandugu hawakaagi hivyo. Lakini pia Mungu anaweza kumtumia mtumishi kama nilivyosimama hapa, Roho Mtakatifu akasema na wewe kupitia neno. Unajua kuna wandugu wameokoka, lakini kwa kweli unashindwa kuelewa. Bwana asifiwe kwa mdomoni sana. Bwana Yesu asifiwe ndugu. Lakini ukiachana naye ni hatari. Lakini hivi tunakuja kwa ajili ya kuendelea kujinoa, kujisafisha, kujikung'uta, kujikagua. Yaani unajikagua. Unajua neno la Mungu huwa ni kama kioo, linakumulika. Likikumulika hili neno, unatakiwa na wewe jirudi. Ukiona kuna sehemu ambayo siko sawa, unarudi magotini. Kwa sababu Mungu ni wa rehema, si ndio? Bado iko neema yake. Unajua ukirudi Mungu anakupokea. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ukijitafakari kwenye utumishi, ni mambo mangapi ambayo Roho Mtakatifu mwenyewe anakushuhudia kwamba kuna maeneo ambayo haukwenda sawa? Kuna kitu Roho Mtakatifu alikusemesha ukifanya. Akija naenda mbinguni. Sasa hivi tunaishi kwenye nyakati za kumalizia, si ndio mtumishi wa Bwana? Tunaishi kwenye kipindi cha unyakuo. Na ndio maana ukiangalia kuna vitu vingi vinatokea ambavyo havieleweki. Cha msingi ni wewe kuendelea kujikagua. Hivi nayafuata mapenzi ya Mungu au nayafuata mapenzi ya watu? Wapendwa, Mungu anapokuita na kukabidhi wajibu, uwepo wa Mungu unaenda pamoja na wewe. Epuka uwepo wa Mungu kukuacha. Epuka uwepo wa Mungu unampa mtu kufanya kwa nguvu. Lakini uwepo wa Mungu unamsaidia mtu hata kama ni kwenye mazingira magumu, unafanya. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Mungu unakufunika. Bwana Yesu asifiwe. Usipofanya na uwepo wa Mungu, kazi ya Mungu utaiona ni ngumu. Baada ya Mungu kumwacha Sauli alipambana na Daudi sana, baada ya kujua kwamba Daudi amepakwa mafuta na ile nafasi Daudi ndo anakuja kuikalia. Alipambana lakini hakumshinda Daudi. Kwa nini? Pamoja na kwamba Daudi alikuwa mtoto mdogo na yeye alikuwa mtu mkubwa mzoefu, alikuwa na majeshi, lakini pamoja na kwamba alipambana na Daudi akiwa na jeshi, kwa sababu tu ule uwepo wa Mungu ulikuwa umeondoka ndani yake, uwepo wa Mungu kamfunika Daudi alishinda ile vita. Sasa kuna vitu unaweza ukavishinda tu endapo kama uwepo wa Mungu utakuwa juu ya maisha yako. Huwezi kushinda majaribu kama hauna uwepo wa Mungu. Huwezi kushinda changamoto kama hauna uwepo wa Mungu. Huwezi kushinda vita. Na hakuna watu wanaopita kwenye vita kama watu waliookoka, nikwambie. Kwa nini? Kwa sababu walishamkataa shetani. Sasa uwepo wa Mungu unatusaidia kukabiliana, kupambana na kushinda. Huwezi kumshinda shetani kwa akili zako. Epuka uwepo wa Mungu kuondoka kwenye maisha yako. Ukiona kuna dalili ya uwepo wa Mungu kutoka kwenye maisha yako, lia usiku na mchana. Lia. Kwa nini? Kwa sababu ni hatari. Ni hatari kuokoka miaka uliookoka, alafu ukawe mtu wa kwenda kukataliwa na Mungu. Tunapokutana na kujifunza ni kurejeshana, lakini kuonyana, kukaripiana, ili nini? Ili siku moja nikiondoka. Kuna ambao wametutangulia. Unajua Biblia inasema baada ya kifo ni hukumu. Hakuna kutengeneza. Hakuna kutengeneza. Kutengeneza ni hapa. Kwa hiyo saa zote, ndio maana hata Yesu alisema kesheni, maana hamjui ni siku. Huwezi kukesha nje ya neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Naomba niishie hapo, lakini naomba nikushauri mambo machache. Usiishi kwenye maisha ya wokovu kiorera. Ishi ukilifuata neno la Mungu na kulitii na kulifanya. Itakusaidia. Uwepo wa Mungu utakufunika. Uso wa Mungu utaenda pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Utashinda kila vita itakayosimama mbele yako. Mungu alimwambia Joshua, hapata kuwa na mtu atakayesimama mbele yako, alimradi kitabu hiki cha Torati kisiondoke. Yaani maana yake huyaishi hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame.